Naam, ikiwa asubuhi hii Jumatatu nikikusalimu pote pale ulipo, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV. Matumaini kwamba wewe uko mzima wa afya kabisa katika muda huu. Nikikwambia kwamba leo ni tariki 10 mwezi wa Novemba mwaka wa 2025. Katika mwaka huu na wakati huu hapa ninakujia tena na habari kama jinsi ninavyoweza kuambia kukaa chonjo kila wakati nikujie tena na habari kwa yale ambayo yaliyojiri, kwa yale ambayo yameletwa na tetesi za mahali ambayo yaliweza kabisa kusikika katika muda wote ule. Lakini ninaamini ya kwamba utakuwa nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi chote kile ambacho ninakuletea. Ujue kwamba ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji popote pale ulipo, Ulaya, Umarekani, hata Asia na kando mwake Kongo na hata ndani ya Kongo pia, nikikwambia kwamba tunapatikana mashariki mwake DRC, huko Kivu ya Kusini ndiko ambako tunapatikana. Nitakujia na habari zilizo tofauti kukuonyesha hali ya wezi jinsi inavyoweza kupanda kiwango, na kuwa makini kama jinsi taarifa inavyoweza kukuambia kwa kuondolewa kwa jambo hilo kuwekwa wazi kwa ajili ya wazazi kuwachunga watoto, na pia kugusia hali ya mpangilio wa huko Nzibira ambako kuna shiko kwa sasa na wahasi wa M23, na hata pia kumalizia huko Kinshasa ambako kunasikika kuondolewa kwa majemedari wa Kitusi au wa Kinyarwanda. Na hivyo kaa chonjo, unaweza tu ukajiunga kwenye channel ikiwa wewe hujajiunga ungali wa mpya, ili tusonge mbele vema kabisa. Kaa chonjo. Na tuanzie mara moja na ujumbe huu ambao unatapakaha na kuweza kusambazwa maeneo popote pale kwa wazazi wote wale ambao wana watoto ambao wanasoma, kwa kutokana na hali. Kwa hiyo wanaonekana wizi kupanda kiwango kikubwa, na hivyo tu kuweza kutoa onyo kwa wazazi wote ambao wanasomesha watoto kwenye mashule. Wanapokuja wasikubali kabisa kuambiwa na mtu yoyote yule kuhusu kubebwa au kuonyeshwa mara ngapi eti wao wanamjua, wanamhitaji kumbeba mahali fulani ambao wazazi wao wako. Kwa mifano zaidi na kuweza kusikiliza kwa kina, ni haya ambayo tu unaweza kufaidia hapo na usikilize. Bonjour. Hii message me transmettre kwa kila et surtout bazazi. Message iko très important kwa kila mwanama ni mzazi mwetuko ne mu group. Munayua kupitia hali yetuko no muhimu ngini, hali ya njala, hali ya krizi. Na mwenye kukua mwizi naishanja jifunza kuiba. Mwenye kukua mwizi na jifunza kuiba. Alo ba mwizi unakamata system gani? Bana kama batoto ya fulani. Juni mwizi mwenye anakuyua bien, inawezekana ni jirani yako, ni mtu wako karibu tu. Mwenye iko na nimero ya telefone anakuyua bien metelimake njali shapita muhimu ngini, anaja jifunza ne wisdom, anajifunza wizi system ya mpya natoka hii. Pana calculer mtoto wako par exemple mtoto wako masomo 12 heures. Banenda quelque part banamuchunga na biko na gari. Mtoto par exemple jina ke Davina. Banamuita bien mchana tu Davina kuya Davina mtoto anashtuka. Kwani banani hapa nono anasogea. Wewe sinjo babako jina ke Michelle. Mamako sinjo jina ke mama Marte. Mtoto anashtuka sasa ndio sawa. Banatumana tuketu tukuite. Banatumana tuketu tukukamate. Banambia mtoto hata unaenda kunyumba bazazi yako habiko pale, tuko nabo mufete na njoo banatutumana tuketu tukukamate. Basi mtoto akishasikia mtu aliprononce jina ya baba yake, jina ya mama yake, anakuoblige ningia mtu gari. Njoo nasikia banaenda quelque part wananja ita tuma fulani tu nono tuma autant tuma makuta fulani tuma makuta autant. Alors hii message mina interpeller wazazi yote. Kama kuna mtoto na yeye kunasoma a partir ya leo, wazazi
uwanje waambie mtoto yako quelque soit takuwaka nani mwanakutumana nasema kemie mina kuita quelque part, usitiki. Wazazi, niko naambia wazazi, mwanje mwambie watoto wenu leo, na repete pour la deuxième fois, fundisha kuambia mtoto atai kwake nani mwenye atakuitaka, anakuambia jina yangu, anakuambia jina ya papa, jina ya mama, usiitike. Umwambie beke wale ni bamwizi, usiende. Voilà, njoo ile. Donc c'est un peu ça. Ukapati message, jikazo ipartager mu groupe ko kwayo na uipartager na kubazazi bengine tu benye, même si abiko ku groupe. Même hata ni groupe ya kanisa, partager message. Merci. Na tujielekeze mara moja makao makuu ya nchi ya DRC huko Kinshasa, ambako kunasikika na kutapakaa kwenye mitandao ya jamii ambayo inaweza kusema na kuthibitishwa hapo ya kwamba kumetoka oda kubwa kuweza kuwatosha au kuwasimamisha kazi maaskari wote wa Kitusi au wa Kinyarwanda kuweza kusimamishwa kazi, na hivyo kuweza kutajwa na kusema kwamba majemedari 20 walisimamishwa kazi, makoloneli 20 walisimamishwa kazi, malietna 15 walisimamishwa kazi, na pia kugusia jemedari Masunzu ambaye kwa sasa yuko Kinshasa na kuweza kushutumiwa kwa kosa ambalo aliweza kufanya kwenda huko Burundi na kurudi Kisangani na kuweza kuwekwa mbavuni naye jemedari mkubwa anayesimamia jeshi la DRC au government ya Kongo, Jules Banza, na hivyo kusikika kusimamishwa kazi. Na kwa mengi zaidi, sikiliza kwa yale ambayo yanaweza kutapakaha ikiwa kwenye mitandao ya jamii. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari zako, mko bien? Mnakaza? Na sisi tuko bien, tunakaza, tunashukuru Mungu kwa kuona mtu ameamka salama. Mungu azidi kupewa sifa. Mungu azidi kupewa sifa kabisa. Habari za huko sasa na mwevu, mko wazima? Mungu asifiwe na azidi kuwalinda. Ulisikia programu ya Kinshasa yenyewe ilikuwa wa generali 12 walitolewa mkazi wa Kinyarwanda tu, wa koloneli 12 wa Kinyarwanda walitolewa mkazi, wa majoro 15 walitolewa mkazi, ba lieutenant kama 12 nao walitolewa mkazi, na Masunzu ndani na yeye alitolewa mkazi. Hakuna kutena kutumika mFARDC. Tena walikutana ni vile viti vilikuwa vile viti vikubwa vya kuangalia kijeshi chote cha FARDC, ndio kenye walikuwaka walizibiti, na ndio maana hakuna kitu chochote kenye kingeongekaka kama wale watu wangali pale kwa vile viti. Ndio habari yenye ilikuwa hiyo. Sawa tena, asante sana. Basi kutokana na shangwe ambazo zikishangiliwa kwa kuonyesha ushindi baada ya sauti yangu kunukuu jinsi atakavyosema hapo, kuonyesha mara ngapi vita vinazidi kubamba moto maeneo ya huko na kuonyesha mara ngapi wanataka kanyaga maeneo ya Nzibira ambayo inashikwa kwa muda huu na wahasi wa M23. Hayo tu ni maneno ambayo yaliweza kuzungumzwa hapo na kutapakaha katika maeneo moja hao nyingine kwenye mtandao wa kijamii kwa kuweza kuonyesha ya kwamba wanaweza sasa kushika maeneo ya Nzibira kwa ujasiri, akizungumza hapo. Oui, bonjour mon colonel, mon commissaire supérieur principal. C'est le commandant commissariat Siat de Paul de Kigurube, Major Banza Mukalai. C'est toute sécurité de dimanche, mon colonel. Vraiment, tunafurahi sana, mapambano inaendelea. Nitakutumia tu visuele siku moja kule ya kucheza ke Nzibira tombe. Da 48 heures,
okuyuka makambo eza na nzibira okozwa tushakamata kibanda mangobo tushakamata lubimbe tuna progresser et beaucoup des armes légères et lourdes mon colonel hapa vraiment sikona furahi me hapa anaanza kucheza kadiske kangu kuchumba si akatoka nje mpaka nasikia naona nsibiri kotombe nitakuonyesha film vraiment je suis joyeux que production ya nani ya basoda yetu avec combinaison ya wazalendo qui sont au front pas de tracasseurs qui sont au front vraiment en tout cas papa mtoto yangu mimi nashukuru sana nakuwa na furaha hapa Kigulube vraiment en tout cas président chef de l'état lipanga mzuri leteni kuna kamata 200 personnes et compagnie compagnie moyo comme colonel c'est 200 personnes ngala premier lieutenant miko kamata sous lieutenant apana bale ba panikare bale ba de magrade kabambi de ba masunzu ba traite de traite wanapenda kamatishe Uvira na nani na Kisangani leo on a traité tout major mle traité Kisangani il est condamné vraiment nashukuru sana papa et ça c'est bonjour papa vraiment ndio situation ya dimanche ile tutakuwa bien tunasikiliza tena kule maarme zinakuwa mingi sisi zinakamatiwa na ba français abapika ta drone moya tungetunda mu progression tungetuna bawezi vraiment ndio situation sécuritaire tukonjuguer na T2 puisque si mkamati mzuri il faut tumwambie T2 wa kwetu inspection provinciale yetu il faut kwake alikute ke Banza il est à Kigulube en ligne de front. Merci beaucoup. Soumis à vous autres. Basi nikitoa shukurani kubwa kwa kuwa nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki, lakini ninakuomba tu ukae hapo kwenye mkao wa kula, yaani tu ukae kwenye runinga yako upate kufuatilia makala ambayo nitakwenda kukuachilia kwa muda huu kwa kusikiliza mambo mengine yanayohusu nchi ya Kongo kwa kutokana na mapambano, na shukrani kubwa na mengi ambayo yanayoweza kuzungumzwa kwa kina kabisa upate kuyasikiliza na kufaidia mengi. Lakini tu ninakuomba upate kusubscribe ikiwa wewe ungaliwa mpya kwenye channel na kushare ili wengine wapate habari zetu mapema, na unapojiunga usisahau kubonyeza alama ya kengele ili unapata habari zetu zote mapema. Hata ukibonyeza pale like unaonyesha tuko pamoja, hata kucomment yani una maneno yako ya kuzungumza na basi tutayafanyia kazi. Basi kaa chonjo hapo nipate kukuachilia makala fulani yanayozungumzia tena kuhusu mambo ya Kongo, na hivyo tu ufaidie mengi. Asante, kaa hapo na nikuachilie jambo hilo. Ya, tunakuja kushukuru kwa kazi ambayo inafanyika kwa ukombozi wa nchi, ila tutaongelea kidogo kuhusu mambo ya tutaongelea kwa ajili ya kitu chombo hicho ambacho kinafanya kazi ya upambanaji au silaha. Silaha ndugu yangu, ukiwa na silaha ama ukiwa ndani ya vita au ndani ya maisha au maishani mwako una shida. Sisi sote tuna shida, na tunapata shida sisi wanadamu kwa kujiletea shida sisi wenyewe, au kuletewa na majini, au kuletewa na watu, yani hasad. Kuna hasidi na hasad. Kuna mtu hataki wewe upate, na kuna mtu hataki wewe uonekane kuwa uko mtu mzima ama uko una mafanikio. Hiyo yote ni fitna. Ndio hivyo, jini hazionekani lakini zinaleta maovu sana ndani ya binadamu. Ni kusema kama tunapaswa kujikinga kwa hiyo yote kwa kila saa na dakika, kwa sababu hatujui shida linaweza likakutokea kipindi gani ndani ya vita. Kwa mfano, leo tunasema kwamba
wa FARDC walikimbia, waliabandone post. Tunalaumu wa FARDC kusema ki waliabandone post, lakini kwa kufanya suivi d'information zaidi yenye iko tres approfondi, wa FARDC balileteshewa vita yenye abakuwa banajantendre malgré que wazalendo hao wa Mai Mai walizoaka vita ya attaque surprise na wanaweza wakajikinga na attaque surprise, lakini mtu mwenye kujifunza ama kufunzwa ama watoto kidogo ambao hawajapata nani kidogo ya formation ya mzuri, wao wanakimbia, hata wanaitwa ni FARDC, kwa sababu FARDC ni jina. FARDC sio mtu kusema kwamba anakuwa mtu mkamilifu nini. Mna wakamilifu na una watoto wadogo ambao pia, na mna wale ambao wanaweza kuwa walipata formation mwaka mmoja miaka mbili, lakini hayaingia ndani ya shamba ya vita, ni shida. Lakini tulisema kwa ajili ya kuepukana na maovu, inawezekana kuna wandugu zetu walikwenda kuchukua ngombe, zile ngombe zenye walienda kuchukua kule kwa Nyarwanda, walizipeleka upande wa kwao na wakajikinga, wakajizuia. Sasa na kama walijizuia, inawezekana wa FARDC waliona wazoe la ngombe na bango, ndio wakajiachia nao wakajitokea, lakini sio vizuri, ni kosa. Lakini shabaha kabisa hiyo vita, na wao Wanyarwanda kuja na ataki ya nguvu sana, ilikuwa walikwenda kuchukuliwa ngombe zao. Na Mnyarwanda kwa ngombe, attention, Mnyarwanda kwa ngombe ni hatari sana. Hiyo ilileta sababu ya hii vita Towe, na ile mavilalo mbili yote ilikuwa ni kwa ajili walikwenda kupora, walikwenda kuchukua ngombe ku patrouille de reconnaissance ya kwa patrouille de combat ya kwao. Ile ni information moja, na pole sana kwa dada yetu naye mwenye alipata risasi mapaja. Sisi ni wazee wa mashauri, tunapaswa kuwa tunajikamilisha kwa kila sana kila dakika, kwa sababu risasi ufata iko kama vile mtu akiwa na kosa fulani, risasi linafata. Niwaambie mfano, kulikuwa vita pale, vita ya kwanza kabisa Banyarwanda au Banyamulenge wanashuka Mkera, walishushwa na shuka ndo mwenye alikuwa kama vile gide. Wakati walifika Mkera, walikutana Kausenga alikuwa pale, walikutana Maremo Lukanda alikuwa pale, walikutana wengine. Sasa walikuwa na mjomba wangu, sitasema wa pembeni, hata kama anaweza akapatikana ndani ya grupe ni sawa tu, na hii nitaongea kwa hivyo hii nani moja tu kama itakuwa ni ndefu. Haya, wakati wanawake wanakimbia, watu wanakimbia, aliona mguu wa kiatu na dondoka chini. Sasa alipigwa dawa ya kusema asiokote vitu kabla vita haijaisha, mpaka vita viishe ndo ataokota kitu fulani atie mbegi yake ama bitende gere. Sasa akatamani kile kiatu, akaona hiki kiatu ni kiatu kizuri, ndo akasukuma akapeleka mguu ili akokote kile kiatu na mguu, ili kile kiatu ajue namna gani atakiacha. Ile kupeleka ile mguu tu na kugusa ile kiatu, na ile mguu ndio ilipata risasi. Ile mguu ndio ilipata risasi. Sasa kuna mazambi mengi sana ambayo tuko tunafanya mumanyumba, tunakoseana. Mke anakosea mume wake, mume anakosea mke wake. Ile yote tuwe tunajikinga nayo, kwa sababu hautajua hasara itakutokea wapi. Utafikiri anafanya sikuonekana, lakini Mungu amekuona. Na utafiti kama vile ukaguzi, na kama vile watu ambao wamezoea risasi, kujua risasi linalenga nini,
risasi kwanza linalenga uharibifu. Ukiwa mharibifu, risasi litakulenga wewe, lakini si kusema kwamba banania bakwake ba innocent pia wanakuwaka, lakini ni kutaka kushauriana tu, ni kwa ajili ya watu wote kuseme atuva tuwe wanyenyekevu kwa Mungu, kwa kuepukana na madhambi, ili tusiwe tunapata mariski za brisk. Hizo zinafikiana sana ndani ya manyumba mwako kama mwangu. Utaona mwanamke akienda ovyo, matokeo mabaya yanatokea mnyumba. Akiona mwanaume anaenda mbaya, unaona matokeo mbaya yanatokea mnyumba. Kumbe tujikinge na mambo mabaya, yanatuletea madhara ambayo yatakuwa magumu zaidi kuikinga kulikoni hata kitu ambacho likifaidisha. Ulitaka raha kidogo, lakini tabu itakuja kwa kabambi kuzidia ile raha ambayo ulipata. Tujikinge na mambo mabaya. Ni asubuhi ya leo, ni Isa Pascal, Zimbabwe.